kuchelewa sana. Sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, najua kati yenu wapo watu kutoka mbali. Mbona hata magari yanalipo Sikonge, Kagera, Igunga, sisi. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujiandaa. Na wengine wana ruhusa maalum. Bali magari yanakuja sema tunajua ruhusa siku nyingine. Inabidi tuwaombe radhi pia waongozi wetu wa wale ambao wamepata ruhusa mzima. Basi baada ya kusema hayo, huku nikiwa natumaini kwamba nimesamehewa. Samahani sana. Baada ya kusema hayo sasa, naomba tushirikishane machache ambayo yanaenda sambamba na tafakari ya kupitia neno la Mungu siku ya leo kutoka katika somo la kwanza na somo la pili na somo la tatu kwa njia ya masimulizi. Kama sehemu ya utangulizi, ndugu zangu, ninafikiri inawezekana kabisa baadhi ya watu, tena hata sisi vijana, maadhimisho kama haya leo yakatuia vigumu kuyaelewa. Yako mambo yanaweza kukanganya. Ni kwa sababu ya baadhi ya maswali ambayo ama tumekuwa tukiulizwa au tumekuwa tukijiuliza sisi wenyewe. Mimi niseme machache katika sehemu ya utangulizi, lakini katika tafakari pia nasema mengine, siku ya maliza yote machache. Kuna wengine ambao bila shaka tumewahi kujiuliza au kuulizwa, hivi una uthibitisho kwamba Yesu aliteswa msalabani? Mimi nimeshasikia mahali fulani nasema kwamba alichukuliwa mtu fulani akawekwa pale, basi baadaye ikabumbwa hadithi ambayo imebaki. Hadithi hiyo inaaminiwa kwa miaka yote, miaka zaidi ya 2000. Na unaamini hivyo? Sitaki hivyo majibu sasa. Lakini labda swali jingine, kwa nini tu ilikuwa lazima awe Yesu? Na swali la tatu, kama hiyo au hizo ndio sababu au ndio mazingira hayo, hivi haya yanatosha leo sisi kufanya tutakachofanya, yaani ibada ya kuabudu msalaba? Na baadaye tutauliza maswali, hivi kweli tunauabudu au tunauheshimu? Au niseme tunauheshimu au tunauabudu? Basi tuyatafakari. Ndugu zangu, mimi naamini leo sio Wakatoliki tu ambao tuko kwenye nyumba za ibada kwa ajili ya kufanya adhimisho hili tunalofanya. Siamini kama ni Wakatoliki. Hakika watakuwepo na waamini wengine wasio Wakatoliki, na hata na wengine inawezekana wasio Wakristo, ambao katika nyumba za ibada na makanisani wakishiriki nasi hili tendo tunalofanya. Na kwa nini watu hao wapo na wanafanya nini? Kitu gani kinawasukuma? Wanashirikiana nasi kufanya hicho kinachofanyika, wakijua kwamba hakika Yesu ni mkombozi wa wote. Tumesikia katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 52 aya 13 na sura ya 53 aya 10. Maneno kama hana umbo wala uzuri, ni mtu wa huzuni nyingi, amepigwa, amejeruhiwa, ingawa hakutenda dhambi. Huo ulikuwa ni unabii wa Isaya ambao unathibitisha kwa kweli kwamba harakati za kumkomboa mwanadamu aliyeanguka, kama unavyoweza kurejea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, mwanadamu aliyeanguka, mwanadamu aliyepotea, zilihitaji majitoleo makubwa, kwa mfano wa mtu anayejitoa kimasomaso kumpokonya simba mawindo katika midomo yake. Tunasoma katika kitabu waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya 5 aya 8 kwamba shetani huzunguka akitafuta mawindo
simulizi la mateso ya Yesu ni kati ya simulizi ambalo kwa miaka yote zaidi ya 2000 sasa limegonga mioyo ya watu, na ni kwa sababu tunajua ni simulizi linaloeleza maisha yetu, wokovu wetu, uzima wetu. Na ndiyo maana wainjili wote wanne, kila mmoja ametenga sura mbili zote kueleza mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hata hivyo, siku hii ya leo ya Ijumaa Kuu tunatumia Injili ya Yohane kwa sababu ya utajiri wa teolojia na mafundisho yake. Yohane ameeleza kinagaubaga kwa ufundi na kwa teolojia ya juu sana, tena kwa kina, juu ya mafundisho ya kanisa. Basi naomba sasa tutumie simulizi tulisikia, simulizi la mateso, kujibu baadhi tu ya maswali ambayo kati ya mengi nimeona ni yawe kichokoo kuingiza katika fungu la mateso, kifo na baadaye ufufuko, ikiwa ni ishara ya ushindi na utukufu wa Bwana wetu Yesu. Swali la kwanza, kwa nini ilitokea kwamba ni Yesu tu asingepaswa kuwa mtu mwingine? Sababu ya kwanza kati ya mengi ambayo tunaweza kuongea, ndivyo ilivyoamuliwa tangu Agano la Kale, lakini pia yeye mwenyewe katika sehemu nyingi za Agano Jipya ameyasema hayo. Kwa chache unaweza kurejea Injili ya Luka sura ya 9:22 na Injili ya Marko sura ya 8 aya 31 hadi 35. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tunayasema haya kwa sababu Kristo kweli. Kwa sababu haya yote ilipaswa iwe kwa Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu mtu. Kwa kuwa yeye ni Mungu mtu, damu yake iliyomwagika ni damu azizi, yaani damu yenye thamani, ambayo damu yake tu ingeweza kulipia fidia ya dhambi zetu. Damu zetu sisi, hata kama tungeuawa watu milioni 800, haina thamani kama damu ya Yesu. Yeye ni Mungu, kwa hiyo damu yake. Ndio maana Mtakatifu Tomaso katika wimbo wake ule maarufu tunaoimba, kwa kweli yeye ni maneno aliyoyasema, na ni wimbo ambao tumekuwa tukiuimba wakati wa kuabudu. Tunasema tone moja limetosha na dunia iokoke, kwa sababu ni damu ya thamani. Sivyo? Nisiingie sana kwa sababu najua naongea na wasomi, umeshanielewa, si ndio? Kristo na aliteswa tena kiuhalisia. Mateso haya aliyabeba katika mwili wake, tena mateso mazito. Hebu nigusie mambo machache yanayoonyesha uzito wa mateso. Kuna msemo usemao, mpanda farasi humpa farasi viatu, si kwa ajili ya wema na ufadhili, bali anufaike yeye mwenyewe kwa malengo yake. Mateso ya Yesu yalikuwa mazito hivi, na alichoka hata ikawa vigumu, hakubaki na nguvu hata za kubeba msalaba wake. Alilazimika mtu fulani njiani akamatwa, anaitwa Simoni wa Kirene. Hivi tuna Simoni kwa hiyo? Tunaweza kuwa hatuna Simoni wa Kirene, lakini tunaye naye Waifucha wa Morogoro kule Sikonge na kadhalika na kadhalika. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Simoni alishurutishwa kumsaidia Yesu ili tu ile azma iweze kufikiwa, kwamba wale watesaji wafanikiwe kumfikisha Yesu mpaka Golgotha na afie pale Golgotha. Huyu Simoni basi alikuwa ni kama vile viatu ambavyo mpanda farasi anavichukua na mpa farasi, ili basi aweze kukanyaga salama na kuweza kukanyaga na kila kitu kiweze kwenda salama, safari iweze kufika kikomo chake, ili hizo mbio za sakafuni ziweze kufika wapi? Lakini la pili, tumesikia aina ya vifaa vilivyotumika kumtandika Yesu, kumcharaza. Ilitumika mijeledi na sio
fimbo za kawaida. Hivi kati yenu mnaona mshauri kuchapa mjeledi kati yenu? Mnaijua mjeledi? Wote hapa tumechapa fimbo kuanzia chekechea mpaka shule ya msingi sekondari. Na hapo tena cha kushangaza siku hizi hata walimu hawaruhusu nyie kuchapa. Sisi tumechapa sisi. Wakati wetu sisi fimbo zilikuwa zinaruhusiwa tena vizuri sana. Na wakati mwingine unachapa na waruhusu sekundi. Acha fimbo zile mwenyewe tumsifu Yesu. Sasa huko tulikuwa fimbo. Huu ulikuwa mjeledi. Nini maana ya mjeledi? Mijeledi ni vifaa vilivyotengenezwa kwa ufundi ili viweze kukamilisha tendo la kikatili kabisa. Ukatili mkubwa